بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Ama baad, tunaendelea katika darsa zetu za mazingatio katika surati al-Mu'minun, na leo ni sehemu ya 10 inshallah. Na kabla hatujaendelea aya tuliposimama jana katika aya 37 na 38 ya surati al-Mu'minun, tunarudi nyuma kidogo kutizama ile baada ya kuingia katika chombo Nabii Nuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Fa idha stawaita anta wa ma'aka 'ala al-fulki, mshaka mkatulia tayari kuondoka, Allah anamwamrisha faqul alhamdulillah. Kwanza nihimidi mimi, nishukuru mimi, na shukrani ya dhati hasa ya kusudio ni kwamba alladhi najana min alqawmi adh-dhalimin. Alhamdulillah, kwa sababu wewe ni katika miongoni mwa waja wenye kushukuru. Katika hali zote unatakiwa kushukuru, sema alhamdulillah. Na inapokuwa kuna sababu ya kuleta shukrani, basi inakuwa shukrani ina zaidi ya lengo. Hapa faqul alhamdulillah, Allah anamwambia sema faqul alhamdulillah, sema alhamdulillah. Halafu pia kwa sababu kwamba mimi nastahili kushukuriwa, na kwa sababu nimekufanyieni jambo la kukunini kukuokoeni, faqul alhamdulillah alladhi najana min alqawmi adh-dhalimin. Hapa maulama wanatizama katika hii amri ya Allah kumwambia peke yake Nuh alayhi salam faquli, hajaambia faqulu, kwa sababu hajapanda peke yake yeye na waumini katika chombo. Ingekuja amri nyote ombeni kwa pamoja, faqulu alhamdulillah alladhi najana, na hapo dua yake akaleta kwa pamoja alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu alladhi, ambaye najana, aliyetuokoa min alqawmi adh-dhalimin. Dua anayeomba ni mmoja, Nuh alayhi salam. Dua kusudio ni kwa wote, na hii ikiwa inaleta maana yote, inaleta maana kwamba Mwenyezi Mungu amemtukuza sharafu yake na heshima yake kwa kumwambia somo wewe peke yako, inatosha kwa wote. La pili ni kwamba uombee wenzako, kwa sababu ingeliweza kwa faqulu, basi ombeni, semeni alhamdulillah alladhi najana, kwa sababu dua inastahili kuomba hapo kwa sote tuokoke. Naam. Kwa hivyo halafu hapa Mwenyezi Mungu akamwomba pia, sema waqul, nasema rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tukija katika aya za Mwenyezi Mungu akaleta mtume mwingine, fa arsalna fihim rasulan, wakasema huyu ni Hud, wengine wakasema ni Salih. Ikiwa huyu au huyu, ni kwamba utaona hoja ni zile zile. Wanaosema kwanza ni watu wenye waheshimiwa, wenye sauti, wenye kauli, matajiri, wenye uwezo wa kutekeleza mambo. Hao ni mala. Wale waliokufuru katika kaumu yake Nabii Nuh walisema nini? Huyu si chochote isipokuwa binadamu kama nyinyi tu, anataka kujifanyeni bora zaidi kuliko watu wengine. Naam. Wakatoa haja kwamba wangeleta malaika, Allah angeleta malaika. Hatujasikia hivi hajaja mtume yote kabla yake, wala hatujasikia kauli kwa wazee wetu. Kwa hivyo anakaleta mwenyewe tu. Wakamsingizia kwamba in huwa ila rajulun bihi jinna, ni mwenye jini huyu, kapandwa na jini. Kwa hivyo fatarabasu bihi hata hin, mwacheni mpaka jini wake atoke, mwacheni mpaka miungu yetu imtie adabu, mwacheni mpaka tupokufa, mwacheni tu, fatarabasu. Kwa hivyo hapa akaomba kunusuriwa na adhabu ikashuka kwa wale. Walipokuja kaumu ya pili, fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budu Allah, kauli ile kama mitume, muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayru, hamna Mungu ghairi ya Allah, huyo lazima muabudu, tena mumche, muogope, mtii kila kitu, afala tattaqun. Sasa inakuja role ya almala, waheshimiwa. Fakhala almalu min qaumi alladhina kafaru, katika wale kufuru, wakadhabu biliqai al-akhirah, wamekadhibisha na kukanusha kwamba kuna mkutano wa kukutana na Mola siku ya akhira kwa ajili ya hisabu. Allah akawatia katika mtihani mkubwa zaidi kwa kuwastarehesha katika maisha duniani, wa atrafnahum fil hayati dunya. Hapa bila shaka kauli inakuja kwa wale waheshimiwa almala, akasema tena ma hadha ila basharun mislukum, kama alivyosema kwa Nuh na mtume wa pili wao. Kauli ni ile inarejea tena,
ma hadha ila basharun mithlukum, si chochote isipokuwa binadamu mfano wenu tu. Kule anataka kujifadhilisha mbele yenu, hapa yaakulu mimma taakulun, anakula kama mnachokula nyinyi, wa yashrabu mimma tashrabun, na anakunywa kama mnavyokunywa nyinyi. Wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idhan la khasirun, nyinyi mna ubora, nyinyi matajiri, nyinyi hivi. Huyu mtu mmoja maskini katika watu ambao watu wasotizama mara pili ukitupa jicho ukawatazama, yani watu wa chini kabisa, wanaleta jambo wanataka kujifadhilisha. Si chochote isipokuwa mfano wenu tu, binadamu anakula na kunywa kama nyinyi. Na ikiwa nyinyi mnataka kuwatii, wala in ata'tum basharan mithlakum, ajina mambo makubwa kama hayo, halafu ni binadamu tu kama nyinyi, mtakuwa nyinyi wenye kula hasara. Hebu niambieni, nyinyi matajiri, nyinyi wenye uwezo, nyinyi makabila makubwa, mnakaa mnamtii huyu mtu ambaye si chochote si lolote katika kaumu, katika jamii. Nani atakaye kula hasara? Nyinyi mtakuwa wadogo mbele yake, na wao ndio watakayojitukuza. Innakum idhan, hakika nyinyi mtakuwa mnakula hasara. Halafu jua kwamba yeye binadamu kama nyinyi, hatukusikia kama hayo, labda kapandwa na shetani, amepanda jini, anaropokwa tu. Najua yote hayo. Wakaongeza jingine hapa, aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun, anakuahidini kwamba nyinyi mshakufa na mshakuwa udongo na mafupa, kwamba mtatolewa katika ardhi hii mje muwe na uhai tena kwa ajili ya hisabu. Wanakanusha yaumul hisab. Hayhata lima tuadun, huo uko mbali kabisa. Hayo anayosema na nyinyi mko mbali nayo kabisa. Jambo hilo haliwezi kutokezea wala haliwi. Hayhata hayo anakuahidini kwamba mtafufuliwa, mtiwe katika moto, muadhibishwe, anakuahidini hayo, basi yako mbali na ukweli wa mambo, msikubali. Na ukitizama swala kwamba aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman, anakuahidini kwamba nyinyi mshakufa, mshakuwa mchanga, udongo, mshakuwa mafupa, halafu mtatolewa. Wakapinga hayhata lima tuadun, wakatilia nguvu zaidi kwa kusema in hiya illa hayatuna dunya, hakika si chochote isipokuwa maisha yetu ya duniani tu haya, namutu wa nahya, tunakufa tufufuka, yani tunaumbwa tukifa, basi nahya wa namutu wa nahya, bimaana kwamba tunakuja duniani tunaishi kwa muda alafu kisha tunaondoka. Wama nahnu bimab'uthin, wala hatufufuliwi. Kauli hii ingelikuwa imekuja wama nahnu bimab'uthin, basi ingelikuja maana pia in hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya, inakuwa hapingi kwamba kuna kufufuliwa. Lakini ili kupinga kwamba kuna kufufuliwa, hapo wakati ya nguvu wama nahnu bimab'uthin. Na kwa hakika wanaposema hivyo kwamba hatufufuliwi, wanajiona kwamba wao ndio sawa, lakini kutokuamini kwao ni hasara kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu wewe binadamu ni bora kuliko viumbe vyote. Binadamu wewe umeumbwa bora kuliko wanyama, kwa sababu wewe una akili, unafikiri, unatengeneza kompyuta, unatengeneza mambo, unaunda. Na mnyama amekuwa bora kuliko miti, kwa sababu mnyama, hapa tunapata mnyama ni bora kuliko miti kwa sababu ya kuhisi, ihsas. Anapohisi mnyama, ihsas ipo katika binadamu, sensitivity, lakini ndogo katika miti, lakini ni ndogo sana. Lakini mnyama yote anahisi, anaweza kujua kuna hatari mbele yake, kuna jambo zuri mbele yake, anaweza kujiepusha na jambo lote simfike. Miti imetulia pahala fulani, pahala palipoteshwa, inahisi, baadhi inajikunja na kukunjuka na mingine, lakini ihsas katika wanyama wote. Kwa hivyo mnyama ni bora kuliko miti, na miti bora kuliko kitu kisichokuwa na uhai, kwa sababu kinakuwa. Sasa wewe binadamu ukishakufa, ukishaingia katika udongo, unakuwa akhasi kuliko hata udongo wenyewe. Umekuwa akhasi kuliko binadamu alikuwa hai, bali kuliko mnyama,
na umekuwa zaidi kuliko chini ya mti, ni kama udongo tu, la hukui wala huna ihsasi wala huna akili. Kwa hivyo wanaposema hatufufuliwi, ina maana kwamba sisi tunakuwa kama tusahili, tuna ubora kwamba binadamu, tuna akili, tunafikiri, tunafanya mambo sisi bora, lakini halafu baadaye tutakuwa kama mchanga. Ni kujidhalilisha. Lakini je, yule ambaye anaamini kwamba tafufuliwa na halafu maisha mazuri ya milele yanamngojea katika starehe za milele kwa Mwenyezi Mungu, bila shaka anatoka katika maisha madogo kwenda katika maisha makubwa. Wa inna dara al-akhirah la hiya al-hayawan, huko kuishi akhira ndio kuishi kwenyewe hasa, kama mnajua. Kwa hivyo hapa tutaona kwamba wanapopinga na kukataa kwamba fufuliwe ni wajinga. In hiya ila hayatuna dunia, si chochote sipo maisha yetu duniani tu, na mtu nahya, tunakufa tukihuika. Wama nahnu bimab'uthin, wala hatufufuliwi. Halafu ndo kasema in huwa ila rajulun, yeye ni mtu huyu, iftara ala Allah kadhiba, amemzulia Allah uongo. Allah mbona hajatuamrisha wala tujasikia kabla yake maneno kama haya? Ameleta iftira, uzushi tujua Allah. Wama nahnu lahu bimu'minin, wala sisi hatumwamini. Ikawa kazi ya mtume huyu muda alokaa na kulingania watu mpaka mwisho amechoka. Allah kampa amri, bila shaka omba ukiona kwa umechoka sasa hivi, omba nusra kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Qala rabbi ansurni bima kadhabun, ewe Mola ninusuru mimi kwa kule kunikanusha mimi na kunikadhibisha. Naomba nusra yako. Sasa hivi imefikia wakati kwamba nimeshachoka kuwalingania watu hawa na wao hawataki kusikia. Kwa hivyo tunasimama katika aya hii, qala rabbi ansurni bima kadhabun, aya 39. وبهذا نكتفي والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.